من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Tupo katika mlango babu tayammum, mlango wa kutayammam. Na atayammum kilugha ni alqasdu, lakini wa shar'a isalu turabi tahur lilwajhi walyadaini bishurutin makhsusa. Hii ndo shar'a. Tunapoizungumza tayammum kilugha ni alqasdu, lakini kisheria ni kufikisha mchanga ulio tahara kwenye uso na kwenye mikono kwa masharti maalumu. Ndo shar'a tunaposema tayammum. Anasema wa shurutu tayammumi, masharti ya tayammum thalathatun, ni matatu. Masharti ya tayammum ni matatu. Ahaduha, la kwanza, ayaka baada dukhuli alwaqti, ni hiyo tayammum ituke baada ya kuingia wakati. Maana asije akatayammum mtu kabla ya wakati. Mfano adhuhuri inaingia saa ngapi, basi huruhusiwi kutayammum nje na muda ule, ukatayammum kabla. Mfano tuchukue labda inaingia saa 7 kamili, kwa hiyo huruhusiwi kutayammum saa 6 wala saa 5 wala saa ngapi, usubiri mpaka saa 7 kamili inapoingia. Kwa kuwa ndo muda wa dhuhuri umeingia, basi muda ule ndo unaruhusiwa kutayammum. Ayaka baada dukhuli alwaqti, ni ituke tayammum baada ya kuingia kwa wakati. In kana li fardhin, ikiwa tayammum hiyo ni kwa ajili ya faradhi, au li naflin, au ni kwa ajili ya suna muakkatin, yenye wakati maalumu. Kama unatayammum kwa ajili ya faradhi, kama unatayammum kwa ajili ya suna ambayo kwamba ni yenye wakati maalum, yani swala ya suna ambayo kwamba ina wakati maalumu, mfano kama swala ya Idi. Tunajua swala ya Idi huwa haiswaliwi muda wowote au siku zozote, ina siku yake maalumu kama ilivyo. Lakini kuna zile mfano suna, zile rawatibu swala, zile zina suna zinazofuatia swala, mfano adhuhuri. Sawa, adhuhuri sipana kabla pale pana raka ngapi? Pana raka 2 ambazo ni muakada, lakini kuna na 2 ambazo ni ghairu muakada. Kwa jumla pana raka 4 za kablia, ambazo hizo hata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kana yutawiluhuna. Hizo raka 4 za kabla ya dhuhuri alikuwa akizirefusha sana, yani alikuwa kwenye kuziswali alikuwa akizirefusha sana. Wayakulu, na akisema Mtume Muhammad, hadha waqtun, kwamba huu ndio wakati, tuftahu fihi abwabu sama, inafunguliwa milango ya mbingu. Akasema na mimi nataraji kwenye wakati huu zipandishwa amali njema kwenye wakati kama huu. Lakini Mtume Muhammadin akasema atakayeswali kabla raka 4 kabla ya dhuhuri, mtu akawahi akaswali raka 4, basi swalla maahu, ataswali pamoja na mtu huyo malaika 1070 yastaghfiruna lahu ila laili, wakimwombea msamaha mpaka usiku. Kwa hiyo si tu unaswali peke yako kwenye kuziswali zile raka 4 za kabla ya dhuhuri, unaswali pamoja na malaika 1070. Kazi yao wao hao unaoswali nao wanakuombea msamaha wewe mpaka usiku. Kwa hiyo kuna vitu vingine unaweza ukawa unavipuuza, lakini kumbe ndo vina maana sana. Weangalia, ukafanya kwako mapema, ukawahi mapema, ukaswali raka 4 kabla ya dhuhuri. Manake 2 zile ni muakkada, zimekokotezwa sana, lakini 2 ni ghairu muakkada, zile hazikukokotezwa, lakini jumla manake 4. Ukaswali raka 4 manake unaingia katika hilo kundi
ambalo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Kwa hiyo mjadala wangu nilikuwa nasema kwamba mfano kuna kablia raka 4 za adhuhuri, sawa sawa Kwa hiyo zile haziswaliwi ila ni muda huo, ni mpaka iingia adhuhuri ndio muda wake unakuwa ushaingia adhuhuri. Kuiswali saa 5 au saa 4 hii kablia hairuhusiwi, ni mpaka adhuhuri iwe. Kwa hiyo kuonyesha kwamba ni sunna ambayo kwamba yenye wakati maalum. Kwa hivyo mtu anapotayamam haruhusiwi kutayamam kama ni kwa ajili ya faradhi au kwa ajili ya sunna ya swala ya sunna yenye wakati maalum kama hizo tulizoeleza, ila ni paka ule wakati wake ufike. Kama ni ya dhuhuri, kama ni swala ya dhuhuri, maana yake paka ule muda wa swala ya dhuhuri ufike. Kama ni sunna, unatayamam kwa ajili ya sunna kama tulivyosema idi, labda rawatibu swala zile, basi ule muakkad yenye wakati wake maalum mpaka ule muda ufike ndo uruhusiwe kutayamam. Au kwa lugha nyepesi, ukitayamam ndo ile tayamam itaswihi. Ukitayamam nje na hapo, ile tayamam haiswihi. Bal lakini yajibu, inapasa akhdhu turabi, kuchukua mchanga fil wakti, ndani ya wakati. Kule kuhamisha hapa akhdhu akiwa na maana ile nakli, kule kuhamisha mchanga kwenye yani kule kuhamisha mchanga ima kuleta usoni, kule kuhamisha mchanga ima kwa sababu sehemu za kutayamamia mtu anapotayamam si uso na mikononi. Kwa hiyo kule kuchukua mchanga kuleta ima ni usoni au kuchukua mchanga kuleta mikononi, inatakiwa pia iwe ndani ya wakati. Usije ukachukua mchanga, sawa kule kuchukua mchanga ili ulete inatakiwa, yani hairuhusiwi. Mfano tuchukue labda adhuhuri labda inaingia saa 7 kamili, alafu wewe ukachukua kitambaa pengine nani kwenye mchanga kabla ya hiyo saa 7 pengine saa 6, alafu ukatulia tu ikafika adhuhuri ndo ukawa sawa. Kwa hiyo kuchukua na kuleta kwenye ima uso au kwenye mikono ni fil wakati, iwe ndani ya nini, iwe ni ndani ya wakati. Sasa falau tayammama, lau mtu akatayamam shakan, hali ya kuwa anashaka fil wakati, kuhusu wakati, kwa sababu tumeona miongoni mwa masharti yatakayoifanya tayamamu yako iweze kuswihi ni iwe ndani ya wakati. Sasa mtu, na tunaposema wakati manake iwe ni yaqinan au dhannan, iwe ni yaqin tukabisa, awe na uhakika kwamba wakati ushaingia. Sasa wala tayammam, falau tayammam, lau mtu akatayamam shakan, hali ya kuwa ana shaka, hali ya kuwa anayo shaka fil wakti, kuhusu wakati, lam yasiha, ile tayammamu haitosihi, wa in swadafahu, ijapo atakuwa ameupatia wakati. Pakawa pana mawingu, ukawa wewe huelewi ni saa 7 hii au ni nini, ukaamua wewe utayamam. Sasa baada ya kutayamam, baadaye unakuja kugundua yani ukawa uelewi ni saa 7 ni saa ngapi, ukatayamam. Baada ya kutayamam kweli ikaje ikafahamika ilikuwa ni saa ngapi, ilikuwa ni saa 7. Sasa baada ya kushakuwa imefahamika ni saa 7, ile tayamam haisii, kwa sababu ulitayamam ile tayamum kwa shaka, hali ya kuwa una shaka. Kinachotakiwa ujue wakati ushaingia yaqinan, kwa yakini, usio na shaka. Kwa hiyo ukatayamam tu kwa sababu una shaka, si umeingia si vipi, hapo bado haitoshi. Kwa hiyo kule kutayamam kwako hakutokuwa kumeswi, japo wa insadafahu, ijapokuwa kweli ameupata wakati ni saa ngapi, ni saa 7, haiswihi. Naam. Sasa walau tayammama, lau mtu akatayamamu lifaitatin, kwa ajili ya swala ilompita. Sikiliza mjadala, walau tayammama, lau mtu akatayamamu lifaitatin,
kwa ajili ya swala ya faradhi ilompita, kwa ajili ya swala ilompita. Dhahawatan, akatayamamu ule muda wa dhuha. Muda wa dhuha tunaufahamu Muda wa dhuha ni sangapi? Wenyewe wanasema ni unaanzia kwenye ile rubu nahari. Rubu nahari inapatikana kwa manake kuanzia saa ngapi? 12 ukigawa kwa 4, ukigawa kwa ngapi? Kwa 4 inaingia mara ngapi? Mara 3 Wewe kaanzia saa 3 za asubuhi, muda wa dhuha umefanya nini? Si umeshaingia muda wa kuswali dhuha. Yani kuna ule muda wa dhuha ambao kwamba unaanza kaanzia saa 3. Yani ule ni bora zaidi, si ndivyo kusalia hapo kwenye muda ule wa dhuha, sawa ambazo huwa kuna rakaa 8 huwa zinaswaliwa muda ule. Na muda wake mwisho ni kabla ni jua likishapinduka hapo basi. Sawa, kabla ya jua halijapinduka. Kwa hiyo huu muda ulioko hapa mtu akaswali rakaa 8 ndo mwisho wake, lakini anaweza akaswali 2, 4 vyovyote atakavyoweza. Ni swala ambayo kwamba pia huwa inaongeza sana riziki. Katika vitabu vinatueleza katika vitu ambavyo wenyewe tena nasema ni mashuhura, katika ambavyo ni mashuhuri na vimefahamika mno, vinavyosababisha mtu apate riziki ni mtu kukithirisha kuswali swala ya dhuha. Ifika saa 3 ile, wewe shika udhu, swali swala hiyo, utaona mambo yako ya upande wa riziki yatakavyokunyookea bana sana. Na si yangu, ni vitabu ndio vimetuelekeza. Kitabu gani kimeeleza hivi? Katizame kitabu kinachoitwa Ta'limul Muta'allimi Tariqa Ta'allim. Angalia pale alipokuwa anazungumzia masala ya mambo ambayo kwamba fi ma yajlibu rizqa wa ma yamnauhu, katika kuhusu mambo ambayo kwamba yanasababisha riziki na yanayozuia. Utakuta ilitajwa pale na salatu dhuha, swala ya nini? Swala ya dhuha. Sasa lau mtu akatayamam lifaitati, kwa ajili ya swala ilompita, dhahawatan, akatayamam ule muda wa nini? Wa dhuha, huo tuloweleza saa ngapi? Sawa. Falam yusalliha, alafu akawa haja swala ilofanyaje? Ilompita. Wewe umetayamamu kwa ajili ya swala ilokupita. Mfano tuchukue, ulitayamamu kwa ajili ya alfajiri ya subuhi, ile swala ya subuhi ukuiswali. Asimefika saa 3 ile ukatayamamu kwa ajili ya uilipe hii nini? Hii swala, si ndivyo Alafu falam yusalliha, akawa haja iswali hata hadarati dhuhru, mpaka ile dhuhuri ikawa imefika. Hata hadarati dhuhru, mpaka muda wa dhuhuri ukawa umefika. Falahu, inajuzu, anaruhusiwa, ni sheria, ayusalliha, kuiswali ile nini? Kuiswali hiyo, anasema falahu, anaruhusiwa na sheria, ayusalliha, kuiswali hii nini? Kuiswali hii ya dhuhuri, bihi, kwa tayamamu ile alotayamamia kwa ajili ya ile swali ilompita. Narudia, mtu ametayamamu saa 3 hivi asubuhi, lakini katayamamu kwa ajili ya kuswali swala ya faradhi ilompita. Tukachukua pengine ni swala ya subuhi. Swala ya nini? Swala ya subuhi. Mtu akatayamamu muda wa saa 3 hivi kwa ajili ya kuilipa ile swali iliyopita ambapo kwamba ni swala ya subuhi. Sasa akawa yeye hakuswali ile swala ya subuhi aloitayamamia. Hali hiyo ikaendelea mpaka muda wa dhuhuri, hata hadarati dhuhuru, mpaka wakati wa dhuhuri ukawa umefika. Sheria inasema hivi, falahu, sheria inamruhusu, falahu, anaruhusiwa, ni sheria, ayusalliha, kuiswali hii ya dhuhuri iliyoingia sasa hivi, sawa, bi kwa ile tayamamu aloitayamamu kwa ajili ya ile swali iliyompita,
au faitatan ukhra, au anaruhusiwa kuswali tayammamu nyingine hata kama si anaruhusiwa kuswali faitatan ukhra, swala nyingine ilompita hata kama sio ile asubuhi. Sikiliza mjadala, maana anaruhusiwa anaruhusiwa kuswalia hii subuhi alokuwa inania, anaruhusiwa, lakini pia adhuhuri iloingia, sawa. Kwa hiyo atachagua moja wapo, sio swali zote, sio swali kadha alafu tena swali na nini na hii adhuhuri, anaruhusiwa moja wapo, kwa sababu tayamam, mtu akisha tayamam kwa ajili ya swala ya faradhi huwa anaruhusiwa kuswali faradhi hii moja peke yake, faradhi moja peke yake, sawa. Kwenye upande wa sunna anaruhusiwa kuswali idadi ataka, lakini kwenye nini, kwenye fardhi ni fardhi hii moja peke yake, sawa. Kwa hiyo akatayamamu kwa ajili ya swali ilompita, alafu hakuswali ile swali ilompita mpaka muda wa swala nyingine ukafika. Kwa hiyo anaruhusiwa kuswali hii swala ambapo kwamba muda wake umeingia, yani kama ni adhuhuri hiyo kuiswali, au anaruhusiwa asiswali la dhuhuri akaswali hata kadha nyingine ilompita. Swali sasa, maana tuliambiwa, sawa, mwanzo wa mjadala wetu, mbona tuliambiwa hairuhusiwi mtu kutayamamu ni mpaka wakati ufike. Sasa mimi nimetayamamu kwa ajili ya swala ilionipita, tukachukua mfano swala ya subuhi ilifanya nini, isilinipita, sawa. Nikatayamamu ule muda wa kuanzia saa 3 hivi, sawa, kwa ajili ya nilipe hii nini, hii swala ya subuhi, sawa. Nikawa mimi sikuilipa ule udhu, nikawa bado ninao mpaka ule wakati wa nini, mpaka wakati wa dhuhuri ukaingia, lakini bwana nilitayamamu saa 3. Sasa saa 3 ni swala ya muda wa dhuhuri, hapo kwa vyovyote si bado utakuwa haujaingia. Sasa kwa nini ilivyofika dhuhuri niruhusiwe kuswali hii dhuhuri kwa tayamamu hii ambapo kama nilitayamamu kwa ajili ya nini, ya hii swali ilionipita? Mushkeli sio mushkeli? Mushkeli, sawa sawa. Sheria inachokizungumza ni kwenye kuswihi, sawa. Udhu wa tayamamu kisha kuwa umeswihi, kwenye kutumia hupangiwi matumizi, sawa sawa. Sasa kwa swali midhali tu haukutenguliwa na vile vibatulishi vyake, japo tutavizungumza huko mbele, basi unaruhusiwa ule udhu kuutumia, ima ukasalia fardhi hii au ipi mojawapo katika hizo. Kinachotakiwa tu ni uswali fardhi hii moja, zisiwe mbili mkupuo. Kama unataka kuswali nyingine unatakiwa tena utayamamu upya, alafu ndo yani unataka kuswali labda swala ya subuhi, sawa, umemaliza kuswali, au tuchukue adhuhuri, unataka kuswali ya adhuhuri, si ndivyo? Sasa ile adhuhuri kwa unataka kuswali, ukatayamamu, ukasubiri kisha muda umefika, ukatayamamu. Ulipomaliza kutayamamu ukaswali swala ya adhuhuri, ukawa hukupatwa na kitu cha kuiondoa hii tayamamu, yani vibatulishi vya ile vya nini, vya udhu havikupata mpaka ikafika la asiri, huruhusiwi tena kutumia ule udhu hata kama hukubatulika. Unaambiwa unatakiwa ukatayamamu upya, kwa sababu tayamamu moja ni kwa ajili ya fardhi hii moja kwenye upande wa sunna huku ndo, lakini kwenye upande wa fardhi ni fardhi moja peke yake, sawa sawa. Kwa hiyo mjadala wetu ni kwenye kuswihi. Ukisha swihi, kwa sababu ulivyokuwa unatayamamu kwa ajili ya kadha, ule muda wa kadha si ushaingia. Si tulichokuwa tunakiangalia ni muda uingie. Sasa muda wa kadha ikisha kupita swala, si ndio muda wake ushaingia, sawa, paka mwisho, sio? Kwa sababu wewe asubuhi imekufanya nini? Sasa mfano muda wa subuhi
unamalizika baada ya jua kuchomoza. Yaani jua likishachomoza tu ule muda wake ndio umekwisha pale. Kwa hiyo kuanzia pale unakuwa ushaingia muda wa kadha. Kwa hiyo nilipokuwa ninatayamamu, nilikuwa natayamamu ndani ya muda wa kadha ambao kwamba tayari ushaingia. Kwa hiyo kwenye kuja kuiswali ya dhuhuri naruhusiwa kuswali. Naruhusiwa kufanya nini? Kuswali, kwa sababu nilivyoitayamamu ile nini? Nilivyoitayamamu yani ule udhu uliswihi kwa sababu nilitayamamia ndani ya wakati wa swala ilonipita ambao kwamba tayari ushafanya nini? Ushaingia. Hapa kama hujanani vizuri unaweza ukavuruga. Unaweza ukajichanganya na maelezo ya mwanzo na ya sasa hivi. Kwa sababu ili isihi tayamamu tumeambiwa ni wakati umeingia. Sawa sawa Ni wakati umefanya nini? Kwa hiyo mimi nilipokuwa na tayamamu kwa ajili ya swala ilonipita, manake iliswihi ile tayamamu kwa sababu tayari nilitayamamia ndani ya wakati. Sawa Kwa hiyo iliswihi. Kwa kama sikupatwa na kibatilishi cha kuibatilisha ile tayamamu miongoni mwa vibatilishi vyake tutavikuta huko mbele, kwa hiyo naruhusiwa mimi kufanyaje? Kuiswali ila dhuhuri au hata kadha nyingine ambapo kwamba imefanyaje? Imenipita. Athani, sharti la pili, ayakuna biturabi, kuwe kutayamam biturabi ni kwa mchanga. Tahiri, mchanga ambao kwamba ni tahara, khalisin ulotakasika, mutlaq, mchanga ambao kwamba ni mutlaq, yani ambao kwamba hauna kaidi yoyote. Unapoambiwa mutlaq maana yake ni yule ambao kwamba hauna kaidi yeyote. Maana yake ni usije ukawa ni mustaamala wala usije ukawa ni najisi. Uwe ni mchanga ambao kwamba ni tahur, ndo utaruhusiwa. Lahu ghubaru, mchanga wenye vumbi. Wenye nini? Usije ukatumia matope kufanya nini? Kutayamam. Uwe ni mchanga wenye nini? Wenye vumbi. Walau bi ghubari ramlin, ijapokuwa ni vumbi la changarao zile. La ramli mutahammidhin, si zile changarao ule mchanga sukari ule changarao zile zilizosagwa. Wala biturabin, wala si mchanga mukhtalitun ulochanganyika bidaqiqin na unga, wanahawi na kitu kingine mfano wa unga. Usije ukawa mchanga wako una kitu tena kama unga, labda wa ugali, unga wa chochote kile. Sawa sawa, huo utakuwa haufai. Wala bijisin, na wala hairuhusiwi mtu kutayamamu bijisi na chokaa. Wasuhakati khazafin, na ule unga wa vigaya. Ule unga wa vigaya, na vigaya tunavyokusudia hapa ni nini? Ni mfano matofari yale ya kuchoma, si ukisagwa hivi si anakuwa na unga. Sawa. Wa mustaamali, na ulotumiwa. Mustaamali japo simesomeka tumezoea ulotumika, lakini ni mustaamal ulofanya nini? Ulotumiwa. Wa huwa, nao huo mchanga ambao kwamba umetumiwa, mani ule ambao kwamba halal udhwi, upo kwenye kiungo, au matanathara anhu, au ule unaopuputika anhu, kutoka kwenye kiungo. Mchanga ulotumika ni ule ambao kwamba halal udhwi umo kwenye kiungo. Yani huwezi kuchukua mchanga hapa kwenye kiungo ukahamishia kwenye kiungo kingine. Huu unaochukua hapa unaitwa ni mustaamal. Au matanathara anhu, au ule unaopuputika anhu, kutoka kwenye kiungo. Huu unaoutumia humu, unapaka kama ni mkono Sasa huu unaotoka huku huwezi kukinga hivi alafu ukautumia kwenye pahala pengine. Huu unaitwa ni nini? Ni mustaamal.
Kwa hiyo hauruhusiwi kufanya nini? Kutumia. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kheri. Katika darasa linalokuja tutakuja tuondokee na athalith, sharti la tatu ambalo kwamba ni al-ajzu, kushindwa. Na hapa ndo pana mlolongo mrefu, na ndo maana tumepaacha ili tuje tuondokee hapa kwa mazingira ya urefu zaidi. Sawa sawa kwa sababu hapa pana maelezo. Tutakuja tuondokee hapa. Kikubwa ni kuhudhuria katika darasa. Sawa sawa sidhani kama dakika 30, dakika 40, 20 na ngapi zitaweza kudhuru mambo yako huko nje. Sawa sawa, maliza kuswali ya dhuhuri kama hivi, ukatulia ukasikiliza darasa, utaondoka na chochote kitu. Sawa sidhani kama dakika hizi zitaweza kukuvurugia mambo huko. Kwamba eti nimekaa darasani kwamba kuna mambo kadha yamevurugika kwa sababu nimekaa darasani. Mimi nakuwa nachelea, nakuwa mwisho kuamini hilo. Kwa kikubwa tujitahidi fanya mambo yako mapema. Vipindi vyetu vya darasa ni Jumapili, Jumangapi, Jumatatu, Jumatano. Hapa Masjid Nur, msikiti wa Manyema huu. Sawa sawa. Na muda huu ni kuanzia ibada ya swala ya dhuhuri. Kwa hiyo tuendelee kuwepo darasani ili naamini tutajifunza mengi katika dini yetu. Mwenyezi Mungu ajalie kheri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe ma yuhibbu wa yarda. Mwenyezi Mungu aturuzuku ukamilifu wa kumfuata bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tusome wote zile sura tatu, kila moja mwenye haja yake atie nia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amfanyie sahali penye uzito. Kila aloharibikiwa na mambo Mwenyezi Mungu amtengenezee. Kila ambaye mwenye haja yake Mwenyezi Mungu amkidhie haja yake. Mwenye matatizo Mwenyezi Mungu amuondolee. Mwenye haja yake basi Mwenyezi Mungu, mwenye matafuto yake Mwenyezi Mungu ampe yale matulaba yake. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahir rahmanir rahim. Liila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i was sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم بلغنا حيث قصدنا ووصلنا حيث نوينا. اللهم صل ذات بيننا فصل فساد قلوبنا. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.